Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Basi tunakaribisha tena kujiunga nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 22 Mei mwaka 2026. Na Kivu News Info ambayo siku tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutazungumzia kwa kina masuala yanayohusu usalama mashariki mwa nchi, maendeleo ya kisiasa katika maeneo mbalimbali ya nchi pamoja na changamoto za kiuchumi na kijamii zinazoendelea kuathiri maisha ya wananchi wetu. Pia tutakuletea taarifa kutoka majimbo ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri na maeneo mengine. Basi endelea kuwa nasi kwa dakika chache zijazo ili kupata uchambuzi wa kina na taarifa zilizo sahihi kutoka kwa vyanzo vyetu mbalimbali vya habari. Mimi ni Teloja Lulonga, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 22 Mei mwaka 2026. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekusi na kukuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumeto kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Yo basi tunaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi mengi na zaidi ni katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Karibu tukupashe. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, hali ya usalama endelea kuzua wasiwasi mkubwa kufuatia kuongezeka kwa harakati za kijeshi katika maeneo mbalimbali yanayozunguka Rubaya, eneo linalojulikana kwa shughuli zake za madini. Taarifa kutoka vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa baada ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani FARDC kuonekana katika eneo la Kingini lilopo karibu kilomita 18 kutoka Rubaya, wasi wa M23 walinua kiwango cha tahadhari kwa kutumia vikosi vya ziada kuelekea eneo hilo la kimkakati. Harakati hizo za kijeshi zinaonekana wazi katika barabara taifa namba 2 pamoja na katika mji wa Bukavu siku ya Alhamisi tarehe 22 Mei. Mashuhuda waliripoti kuwa makundi ya wapiganaji walikuwa wakitokea kwenye miili wa Mwenga, Kasika pamoja na Lungu, Zibira na Shabunda walionekana katika baadhi ya maeneo ya Bukavu, hususan Chiriri na uwanja wa Nyawera, kabla kuelekea upande wa Rwanda na baadaye kuelekea Goma kwa lengo la kuimarisha nguvu katika eneo la Rubaya. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hatua hiyo inaonyesha wazi kuwa waasi wa M23 pamoja na washirika wao wanahofia kupoteza udhibiti wa Rubaya kufuatia mashambulizi makali yanayoendelea kufanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na vikundi vya wazalendo. Katika siku za hivi karibuni, vikosi vya serikali vinaripotiwa kurejesha udhibiti wa vijiji kadhaa katika eneo la Katoi, miongoni mwao ni Gasenyi, Nkokwe, Kawere, Nyakigano pamoja na Kazinga. Taarifa hizo zinaongeza kwa siku ya Alhamisi maeneo ya Kiningi na Chungi pia lirejeshwa mikononi mwa FARDC baada ya mapigano makali yaliyochukua saa kadhaa. Ushindi unaonekana kuongeza pressure kwa muungano wa wasi wa M23 na RDF ambao sasa wanalazimika kuhamisha baadhi ya vikosi vyake kutoka maeneo mengine ili kulinda Rubaya dhidi ya kuanguka mikononi mwa jeshi la serikali pamoja na wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wanajeshi walikuwa wameimarishwa katika mili wa Kasika, Mwenga, Walungu, Zibira pamoja na maeneo ya Shabunda na Tambarare walazimika kurejea kwa haraka kupitia njia ya Rwanda kuelekea Goma na Masisi ili kuongeza nguvu katika mstari wa mbele wa Rubaya. Harakati hizo ndizo ziliporipotiwa kuonekana pia katika kambi ya Kansayo, jambo lozua taharuki kubwa kwa wakazi wa Bukavu. Wakati huo taarifa nyingine zinaeleza kuwa wanajeshi wa Rwanda waliokuwa wamewekwa katika kisiwa cha Ijwi wameondolewa kwa kupelekwa Bukavu kwa lengo la kuimarisha maeneo ya mengine ya mapigano yakiwemo Kaziba, Kabare na Shabunda. Hatua inaonyesha jinsi hali ya kijeshi katika Kivu Kaskazini na Kusini inavyoendelea kubadilika kwa kasi, huku kila upande ukijaribu kujipanga upya kulingana na maendeleo ya uwanja wa mapambano. Baadhi ya wachambuzi wa kijeshi wanaamini kuwa ikiwa mashambulizi yataanzishwa katika miji ya Kamanyola, Nyangezi pamoja na Rurambo, Kaziba, hali inaweza kuwa ngumu zaidi kwa vikosi vinavyoshirikiana na Rwanda kutokana na kuongezeka kwa maeneo ya mapigano wakati mmoja. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali ya Rwanda kuhusu madai hayo ya kuhamishwa kwa wanajeshi wake, huku wale kiendelea kufuatiliwa kwa karibu na wakazi wa maeneo pamoja na wadau usalama katika ukanda huo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya majonzi na taharuki inaendelea kutawala baada ya shambulio baya lililotokea katika kijiji cha Lima kuacha idadi kubwa ya watu wakiwa wameuawa na wengine kujeruhiwa vibaya. Taarifa zilizotolewa kutoka eneo hilo inaonyesha kuwa idadi ya vifo inaendelea kuongezeka huku juhudi za kutambua waliopoteza maisha zikiendelea katika mazingira magumu ya kiusalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya kitabibu kutoka kituo cha afya cha rufaa cha Biakato Mine, mgonjwa mmoja alikuwa ametoka eneo hilo la Lima alifariki dunia asubuhi ya jana Alhamisi majira saa 3 baada ya kuwasili akiwa katika hali mbaya sana. Madaktari wanasema kwa marehemu huyo alikuwa amejeruhiwa vibaya kichwani kwa mapanga na alipofikishwa hospitalini alikuwa tayari amepoteza fahamu na kuingia katika hali ya kukosa fahamu kabisa maarufu kama koma. Vyanzo hivyo vya afya vinaongeza kuwa mtu huyo aliletwa hospitalini bila kuambatana na ndugu wala jamaa, jambo linaonyesha namna wakazi wengi walivyokimbia kwa hofu kufuatia mashambulizi hayo ya ghafla aliyokumba eneo hilo. Licha ya juhudi za madaktari na wauguzi kujaribu kumwokoa, hali yake iliendelea kuwa mbaya zaidi na alifariki dunia. Wakati huo vyanzo kutoka kwa viongozi wa kiraia katika eneo la Biakato vinaeleza kuwa idadi ya waliouawa katika shambulio inaweza kufikia watu 27, ingawa takwimu hizo bado hazijathibitishwa rasmi kutokana na mazingira ya usalama endelea kwamba katika sehemu hiyo ya Ituri. Inaelezwa kwa baadhi ya miili bado haijapatikana huku familia nyingi zikikosa habari za ndugu zao walikuwa katika jiji hilo wakati wa uvamizi huo. Mashuhuda wa tukio wanaeleza kuwa washambuliaji waliingia katika eneo hilo usiku na kuanza kuwashambulia raia kwa kutumia silaha mbalimbali zikiwemo mapanga na bunduki, jambo sababisha wakazi wengi kukimbia porini kuokoa maisha yao. Baadhi ya nyumba pia zimeripotiwa kuchomwa moto huku mali za wananchi zikiharibiwa. Mashambulizi yameongeza tena hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Ituri ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikumbwa na visa vya ukosefu wa usalama vinavyosababishwa na makundi yenye silaha yanaendesha mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Katika miezi ya hivi karibuni maeneo ya Mambasa, Irumu na sehemu nyingine za Ituri zinaendelea kushuhudia matukio ya mauaji, utekaji pamoja na uporaji wa mali za wananchi. Wakazi wa eneo sasa wanatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vikosi vya usalama kuongeza juhudi za kuwalinda raia na kuimarisha operesheni dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea kueneza hofu katika jimbo hilo. Mashirika ya kiraia pia yanaendelea kuomba msaada wa haraka kwa kibinadamu kwa familia zilizopoteza ndugu zao pamoja na wale waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na mashambulizi hayo. Hadi sasa mamlaka za kijeshi katika Ituri bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo huku wala kudhibitisha idadi kamili waliouawa, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini mazingira kamili ya shambulio hilo iliyotikisa tena Ituri. Tukiendelea kubaki huko katika jimbo la Kivu Kaskazini, hali ya usalama endelea kuzorota baada ya watu wawili waliokuwa walinzi wa mazingira ya taasisi ya Kongo ufadhili wa mazingira ECCN kuuawa katika shambulio la silaha lililotokea ndani ya hifadhi ya taifa Virunga. Tukio lilitokea siku ya jana Alhamisi tarehe 21 Mei katika eneo la Kamurohoro iliyopo kwenye mwambao wa kusini mwa ziwa Edward. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na ENCCN, kundi la watu wenye silaha nzito ambao bado hajatambulika ilivamia nafasi za walinzi wa hifadhi hiyo mapema asubuhi na kuanzisha mashambulizi dhidi ya askari waliokuwa wakilinda eneo hilo. Katika shambulio hilo, walinzi wawili wa mazingira walipoteza maisha papo hapo. Waliotajwa kuuawa ni Kasereka na Baraka pamoja na Mungwakonkwa Mihigo Jacques ambao walikuwa wakihudumu kama ekogarde ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga. Vifo vyao imebua huzuni kubwa miongoni mwa wafanyakazi wa ECCN pamoja na wadau wa hifadhi wa mazingira nchini Kongo. Taarifa ya ECCN imelaani vikali shambulio hilo likitaja kuwa ni kitendo cha kihalifu kinacholenga kuzofisha juhudi za kulinda urithi wa asili wa taifa. Na kupitia taarifa yake, taasisi imestaka mamlaka husika kuanzisha uchunguzi wa haraka ili kubaini waliohusika na mashambulizi yao pamoja na watu wanaosaidia au kuwafadhili. Hifadhi ya taifa ya Virunga ambao ni moja hifadhi kubwa na maarufu barani Afrika imekuwa ikikabiliwa mara kwa mara na changamoto za usalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha katika mashariki mwa Jamhuri ya Kongo. Walinzi wa mazingira wanaofanya kazi ndani ya hifadhi hiyo wamekuwa wakikumbana na hatari kubwa wakati wakitekeleza jukumu lao la kulinda wanyamapori, misitu pamoja na rasilimali nyingine za asili. Katika miaka hivi karibuni, ekogarde wengi wameuawa katika mashambulizi yanayohusishwa na makundi ya wasi, majangili na wahalifu wanaotumia maeneo ya hifadhi kama maficho yao. Licha hiyo ngumu, SNCC imesema itaendelea kusimamia jukumu lake la kulinda mazingira na urithi wa taifa
bila kuyumba. Wakazi wa maeneo wanaozunguka ziwa la Edward pamoja na mashirika ya kiraia wameonyesha masitiko yao kufuatia tukio hilo na kutoa wito kwa serikali kuimarisha usalama ndani na pembezoni mwa hifadhi ya Virunga ili kuzuia mashambulizi mengine dhidi ya walinzi na mazingira ya raia. Hadi sasa hakuna kundi lililojitokeza kuhusishwa na shambulio hilo, huku operesheni za usalama zikiendelea katika eneo hilo kwa lengo la kuwatafuta washambuliaji waliohusika na mauaji hayo. Katika mji wa Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimeendelea kuathirika kufuatia kufungwa kwa muda kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Hatua hiyo ilichukuliwa tangu Jumapili tarehe 17 Mei na imeweka katika wakati mgumu wafanyabiashara, wasafiri pamoja na familia nyingi zinazotegemea biashara za mpakani kwa maisha yao ya kila siku. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa siku ya Jumanne tarehe 19 Mei, hali imeendelea kuwa ngumu katika vituo vingi vya mpaka ya Goma, hasa katika mpaka mkubwa wa Kahunisha ambao uliopo katika mtaa wa Volcano katika mji huo. Tangu kufungwa kwa mpaka huo, watu wanaotaka kufika eneo la mpakani wanatakiwa kuvaa barakoa na kama hatua kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola unaoripotiwa upande wa Kongo. Huduma za afya zimeimarishwa hatua kwa uchunguzi katika maeneo yote ya kuvukia mpaka, huku harakati za wananchi wa Kongo na Rwanda zikisimamishwa kwa muda. Hata hivyo, baadhi ya watu wanaruhusiwa kuvuka katika mazingira maalum, ikiwemo wanafunzi wa Goma wanaoishi Rwanda lakini kusoma nchini Kongo, pamoja na baadhi ya wasafiri wanalazimika kutumia uwanja wa ndege wa Kigali kwa safari za kimataifa, mradi wawe na nyaraka zinazodhibitisha safari zao pamoja na vipimo vinavyoonyesha hawana Ebola. Kutokana na hiyo, mamia ya wasafiri wanaendelea kukwama katika eneo la mpaka mkubwa wa Goma. Wengi wao ni wafanyabiashara walikuwa wakisafiri kuelekea Kampala nchini Uganda au miji mingine Beni, Butembo na Bunia kupitia Rwanda. Miongoni mwao ni Rachel Mwangila, mfanyabiashara wa nguo mjini Goma, ambaye amesema biashara yake imeathirika kwa vibaya tangu kufungwa kwa mpaka huo. Rachel ameeleza kuwa alikuwa anatarajia kusafiri kuelekea Kampala tangu Jumapili, lakini alipofika mpakani alizuiwa na maafisa wa miaji ambao walimweleza kuwa hakuna mtu anayeruhusiwa kuvuka kutokana na ugunduzi wa ugonjwa wa Ebola mjini Goma. Amesema aliona imemkatisha tamaa kwa sababu biashara yake inategemea sana bidhaa kutoka Kampala na hana hofu kuwa iwapo hali itaendelea, bidhaa nyingi zitaanza kupungua sokoni na bei kupanda kwa kasi. Kwa upande mwingine, katika mpaka mdogo wa Goma, hali ni karibu sawa na Dine Chiruza, mama watoto watatu na mfanyabiashara wa viungo. Amesema maisha yake yanategemea biashara ndogo anafanya kati ya Goma na Gisenyi nchini Rwanda. Kila mara alipokuwa akivuka mpaka kwenda kununua bidhaa na kuuza majani Goma, lakini sasa ameshindwa kufanya hivyo kutokana na hatua mpya zilizowekwa. Nadine alieleza kuwa tangu kuwasili kwa wasu 23 mjini Goma, mume wake alipoteza kazi aliyokuwa akifanya katika uwanja wa ndege na sasa yeye ndiye anayebeba jukumu la kuhudumia familia. Amesema iwapo hataweza kuendelea na biashara yake mpakani, familia yake itakosa chakula na watoto wake kushindwa kuendelea na masomo. Katika wilaya Rubavu, wafanyabiashara wengi wameanza kulalamikia hasara inayotokana na kusimamishwa kwa biashara za mpakani. Opereta wa biashara Jean Mugabo miongoni mwa watu walioathirika na toa, akisema kuwa biashara kati ya Goma na Gisenyi ilikuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa mamia familia katika eneo hilo. Serikali ya Rwanda kupitia waziri wake wa afya imesema itaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa mlipuko nchini Kongo, huku ikisisitiza kuwa hadi sasa hakuna mgonjwa wa Ebola aligunduliwa ndani ya Rwanda. Hata hivyo, wananchi wa Goma endelea kuomba suluhisho la haraka ili maisha na biashara zao ziweze kuendelea kuathirika zaidi kutokana na kufungwa kwa mpaka huo. Katika hali inazua mjadala mkubwa na kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, gavana wa jimbo la Katanga Jacques Yabula Katwe ametangaza rasmi kujiuzulu wazifa wake mbele ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Hatua imechukuliwa siku ya jana Alhamisi tarehe 21 Mei mjini Kinshasa kupitia barua rasmi aliyomkabidhi mkuu wa nchi. Katika barua yake ya kujiuzulu, Jacques Yabula Katwe ameeleza shukrani zake kwa rais Felix Antoine Tshisekedi kwa imani aliyompa na kuongoza jimbo la Katanga kwa kipindi cha miaka 7. Kiongozi wa zamani wa jimbo amesema kwa muda wote aliokuwa madarakani aliendelea kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo ya jimbo hilo pamoja na ustawi wa wananchi wake. Jacques Yabula pia amemtumia ujumbe kudhibitisha kuwa anaendelea kuwa mwaminifu
kwa Rais Tshisekedi na ataendelea kushiriki katika shughuli za kisiasa ndani ya muungano wa Union Sacrée de la Nation, ambako yeye ni mmoja wa wajumbe wa presidium ya jukwaa hilo la kisiasa linalomuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia chama chake cha kisiasa cha HDF, Jacques Kabula amesema bado ataendelea na harakati zake za kisiasa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Jambo linaonyesha kuwa kujuzuru kwake hakumaanishi mwisho wa safari yake ya kisiasa, bali ni hatua mpya katika maisha yake ya uongozi. Katika ujumbe wake kumrazi alikuwa gavana huyo pia amemshukuru wananchi wa Katanga kwa ushirikiano, imani pamoja na support waliompa katika kipindi chote cha uongozi wake. Amesema mafanikio aliyopata katika jimbo hilo yanatokana na mshikamano wa wananchi pamoja na juhudi za pamoja kati ya serikali ya jimbo na wakazi wake. Kujuzuru kwa Jacques Kabula kato kunakuja wakati ambako jimbo la Katanga liendelea kuwa moja ya maeneo muhimu kiuchumi nchini Kongo kutokana na utajiri wake mkubwa wa madini hususan shaba na cobalt. Wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika uongozi wa jimbo hilo pamoja na ndani ya mazingira ya kisiasa ya taifa. Hadi sasa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu sababu kamili za kuondoka kwa Jacques Kabula wala kuhusu nani atakayechukua nafasi yake katika uongozi wa Katanga. Hata hivyo, taarifa hiyo tayari imeendelea kuzua hisia na mjadala tofauti katika mitandao ya kijamii pamoja na miongoni mwa wananchi wa Kongo. Katika juhudi za kuimarisha usalama na kulinda raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makamu waziri mkuu anayehusika na Wizara ya Ulinzi wa Taifa pamoja na masuala ya wapiganaji wa zamani Guy Kamombo Mwandiavita amekutana na ujumbe wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch kwa mazungumzo yalolenga tathmini ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Mkutano huo umefanyika Alhamisi tarehe 21 Mei mjini Kinshasa, ambako ujumbe wa Human Rights Watch uliongozwa na katibu mtendaji wa shirika hilo Philippe, na mazungumzo kati ya pande hizo mbili yalijikita zaidi katika changamoto za kiusalama zinazoendelea kushuhudiwa katika majimbo ya mashariki mwa Kongo, hasa katika maeneo yaliyokumbwa na shughuli za makundi yenye silaha. Katika kikao hicho, wajumbe wa Human Rights Watch waliwasilisha mbele ya waziri wa ulinzi matokeo ya ripoti iliyotokana na uchunguzi uliofanyika katika mji wa Uvira, ambako ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Ripoti hiyo ilichambua hali ya usalama katika eneo hilo pamoja na namna wananchi wanavyoendelea kuathirika kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Majadiliano pia yalisimu mbinu mbalimbali zinazoweza kutumika kuimarisha ulinzi wa raia dhidi ya vurugu zinazosababishwa na makundi ya waasi wa ndani na nje ya nchi. Swala la usaliti ndani ya jeshi la FARDC pamoja na kukamatwa kwa baadhi ya maafisa wa ngazi za juu wa jeshi hilo lilizungumziwa katika mazungumzo hayo. Wakilishi wa Human Rights Watch walitumia nafasi hiyo kumpongeza juhudi zinazofanywa na mamlaka za Kongo katika kutafuta suluhisho la kudumu kwa ajili ya kurejesha amani mashariki mwa nchi. Walisema kuwa mpango kwa pamoja na changamoto nyingi zilizopo, hatua zinazochukuliwa na serikali zinaonyesha nia ya kupambana na ukosefu wa usalama unaosababishwa na makundi yenye silaha ambayo yamekuwa yakisababisha mateso kwa wananchi na kwa miaka kadhaa. Akizungumza katika mkutano wa waziri wa ulinzi Guy Kamombo Mwandiavita alisisitiza uzalendo wa Rais Felix Antoine Tshisekedi kama amri jeshi mkuu wa FARDC, akieleza kuwa chini ya uongozi wake serikali inaendelea kuweka juhudi kubwa katika kupambana na vitendo vya ukatili dhidi ya wananchi pamoja na kurejesha utulivu katika maeneo yenye migogoro. Guy Kamombo Mwandiavita pia alisisitiza umuhimu wa mashirika ya taasisi zinazofanya uchunguzi katika maeneo ya vita kufuata kwa makini taratibu za sheria zinazohusiana na masuala ya kiusalama ili kuhakikisha taarifa zinazotolewa zinabaki kuwa na za kitaaluma na zinazochochea hali ya zisizochochea hali ya sintofahamu. Waziri wa ulinzi amekutana pia na Human Rights Watch kuendelea kufanya kazi kwa misingi ya ukweli na hali halisi na upatikana uwanjani, kuhakikisha kuwa vyombo vya usalama vya Kongo vitaendelea operesheni zake za kuzingatia sheria za nchi pamoja na misingi ya kulinda haki za wananchi. Mkutano huo umefanyika wakati ambako mashirika ya Kongo yanaendelea kukabiliana na changamoto kubwa za kiusalama, hasa kutokana na mashambulizi ya makundi yenye wasi katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini na Ituri, yale ambayo yanaendelea kusababisha vifo vya raia pamoja na maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Katika jimbo la Maniema katikati ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu 8 wanadaiwa kuwa wachimbaji wa madini ya kienyeji wamepoteza maisha kufuatia maporomoko ya udongo yaliyotokea katika eneo la uchimbaji wa madini la Mirundu iliyopo katika sekta ya Mule ndani ya wilaya ya Kasongo.
Taarifa hiyo ilithibitishwa Alhamisi na waziri wa mambo ya ndani, usalama na utulivu wa umma wa jimbo la Maniema, Lawama Selemani, ambaye amesema kuwa ajali hiyo ilitokea usiku ndani ya handaki la zamani la uchimbaji madini lilokuwa tayari limefungwa na kuachwa bila usimamizi wa huduma za kiufundi za serikali. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na mamlaka za jimbo hilo, wachimbaji hao walikuwa wakifanya shughuli za uchimbaji kwa siri katika eneo ambalo tayari lilikuwa limetangazwa kuwa hatari kwa shughuli za kibinadamu kutokana na hali mbaya miundombinu ya chini ya ardhi. Akizungumzia kuhusu tukio hilo, waziri Taylor Lawamo Selemani amesema kuwa maporomoko hayo ya udongo yaliwakumba wachimbaji hao ghafla walipokuwa ndani ya handaki hilo usiku wa manane. Amesema hadi sasa watu 8 wamethibitishwa kufariki dunia, huko juhudi za uokoaji na uchunguzi kiendelea katika tukio hilo. Mamlaka za Maniema zimeeleza kuwa baadhi ya miili tayari zimepatikana, wakati timu za uokoaji pamoja na vyombo vya usalama vikiendelea kufanya kazi kwa kutafuta iwapo kuna watu wengine waliokwama chini ya kifusi. Uchunguzi rasmi pia umeanzishwa ili kubaini mazingira kamili ya ajali hiyo pamoja na watu wanaoweza kuhusika katika kuhusu shughuli za uchimbaji haramu katika eneo hilo lililofungwa. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya ndani wa Maniema ametoa maagizo kwa huduma zote za serikali kuimarisha udhibiti katika maeneo ya migodi iliyofungwa au kuachwa ili kuzuia wananchi kuendelea kufanya uchimbaji wa siri katika maeneo yasiyo salama. Amesisitiza kuwa ni muhimu kwa mamlaka za ndani pamoja na huduma za kiufundi kufanya kazi kwa makini mkubwa ili kukomesha kabisa shughuli za wachimbaji wanaoingia katika maeneo ya zamani na migodi yaliyofungwa rasmi na serikali. Kwa mujibu wa waziri huyo, kutofuata sheria za taratibu za usalama ndio sababu kubwa za ajali nyingi zinazotokea katika maeneo ya uchimbaji wa madini nchini Kongo. Ajali zinazohusiana na uchimbaji wa madini za kienyeji zimekuwa zikiongezeka mara kwa mara katika majimbo mbalimbali yenye utajiri wa madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara nyingi matukio husababishwa na ukosefu wa vifaa vya kisiasa, kutokuheshimu kwa kanuni za usalama pamoja na matumizi ya migodi ya zamani ambayo tayari imefungwa kutokana na athari zake. Tukio hilo la mirudi limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Kasongo pamoja na familia za waathirika, huku wananchi wakiomba serikali kuongeza hatua madhubuti za usalama katika maeneo yote ya uchimbaji wa madini ili kuzuia maafa mengine kama hayo kutokea tena katika siku zijazo. Na ni kufikia hapo ndipo tumehitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 22 Mei mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru sana kwa kuwa nasi muda wote huu wa kuendelea kufuatilia habari kutoka kwetu. Tumeamini umeweza kupata picha kamili ya matukio muhimu yanayojitokeza katika maeneo mbalimbali ya nchi na ukanda kwa ujumla. Tutaendelea kuletea taarifa sahihi za haraka na za kuaminika kadri matukio yanavyoendelea kujitokeza. Basi endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu vingine vya mchana na jioni kwa taarifa zaidi na uchambuzi wa kina. Mimi ni Teloje Lulonga, na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusiku kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi bye bye na chao, baki salama. Tukutane tena katika matangazo yetu ya mchana. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.